Natumaini mzima wa afya, mtazamaji wa SQF TV. Karibu sana katika kipindi hichi cha Afya Tips. Siku ya leo nipo na Daktari Lugano katika hospitali hii ya Benjamin Mkapa iliyopo hapa Dodoma. Tunaenda kuzungumzia masuala yote ya upumuaji. Tutaka kusikia kutoka kwake changamoto za upumuaji zinaweza kusababishwa na kitu gani, lakini dalili zake ni zipi, lakini matibabu pia yanaweza kufanyika kwa njia gani. Karibu sana, ungana nasi, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X, lakini pia na YouTube ukiandika SQF TV. Karibu sana daktari, habari yako? Asante, habari za leo? Salama kabisa. Karibu sana, ujitambulisho, unaitwa nani na unajihusisha na nini wewe kama daktari? Mimi naitwa Dr. Lugano Wilson, ni daktari bingwa wa huduma za wagonjwa waliozidiwa pamoja na huduma za dawa za usingizi. Nafanya kazi katika kitengo cha ICU pamoja na operating theater, kwa maana vyumba cha operation, lakini pia tunasaidia kwenye idara mbalimbali ikiwepo idara ya magonjwa ya dharura pale ambapo tunahitajika. Changamoto ya upumuaji. Changamoto ya upumuaji ni neno ambalo limekuwa maarufu kidogo hapo nyuma, lakini changamoto ya upumuaji ina sababu mbalimbali. Inaweza kuwa na shida mbalimbali kwenye mapafu yako ikakupelekea changamoto ya kupumua. Kwa mfano, unaweza kuwa na shida ya pneumonia, unaweza kuwa na shida ya pumu, unaweza kuwa na shida ya ajali kwenye mfumo wa upumuaji kwenye mapafu na kwingineko. Unaweza kuwa na shida ya TB, complication ya TB au changamoto ya ugonjwa wa TB ukiwa umefika hatua ambayo kusababisha kushindwa kupumua. Kwa vyote hivi inaweza kupelekea changamoto ya upumuaji. Sasa mgonjwa akifika hospitalini na changamoto ya kupumua, cha kwanza lazima tumpe huduma ya haraka na mapema, kwa maana kwamba anaweza kuhitaji kusaidiwa kupumua na kifaa maalum, aidha kina ventilator kwa maana mashine ya usaidiaji wa upumuaji, au CPAP mask ambayo ni mashine maalum ya kusaidia pia kupumua, lakini kwa njia ambayo mgonjwa anakuwa na uhuru wa kutosha kutumia. Lakini pia anaweza kuhitaji msaada wa hewa ya oxygen, kwa maana oxygen yake iko chini. Sasa mara baada ya huduma hiyo ya kusaidia kupumua na kumsaidia oksijeni mwilini iwe ya kiasi cha kutosha, kinachofuata ni hatua ya kutambua sasa ana shida gani iliyompelekea akashindwa kupumua, lakini pia kana kiwango kidogo cha oksijeni katika mwili. Kwa tuna vipimo na maabara ya kisasa ya kugundua kwamba mgonjwa ana shida gani. Kwa anaweza kufanywa kipimo cha kifua, akafanywa chest x-ray kwa maana x-ray ya kifua, akafanywa kipimo cha CT scan ya kifua na vipimo vingine vya maabara vya damu ambavyo vinaweza kutuonesha aina tatizo, asili ya tatizo na namna gani anaweza akatibiwa. Na hasa baada ya hatua hizo za awali yanakuja matibabu maalum, specific treatment according to diagnosis. Matibabu maalum kutegemea na kilichogundulika. Aidha ana shida ya ajali ambayo anaweza kuhitaji kuwekewa kifaa maalum, au akatolewa kitu cha ziada ambacho kiko katika mwili, au akahitaji labda matibabu kwa maana ya dawa, mgonjwa na pumu akahitaji dawa ambazo ni za pumu. Lakini ukiacha vipimo pia hata anavyokuja na matatizo gani, atasikizwa kifua chake kwa kutumia kipimo maalum cha kusikilizia kifua, kuangalia kama nature tatizo lake inaweza kuhitaji matibabu ya namna gani. Kwa kuna dawa, kuna upasuaji, lakini pia kuna vifaa tu vya kusaidia kupumua. Yote hiyo ni sehemu ya matibabu. Anaweza kapona haraka ndani ya siku hiyo na masaa kadhaa kutegemea na aina ya shida yake, au akahitaji siku 2, 3, 4 kupata matibabu ili aweze kupona. Na shida ya upumuaji ni muhimu katatuliwa mapema, kwa sababu ndio uhai wa mgonjwa. Mgonjwa akishindwa kupumua maana yake anapoteza uhai. Ni mfumo wa upumuaji unaowezesha kutoa hewa safi toka kwenye chanzo kwenda sehemu nyingine ya mwili. Ni mfumo wa upumuaji unaowezesha kutoa hewa chafu kwenda nje ya mwili. Kwa hiyo maana yake kiungo chote cha mwili kikakosa damu yenye oksijeni, kwa maana damu yenye hewa safi, mgonjwa maisha yake yako hatarini. Kwa unapozungumzia mfumo wa upumuaji unazungumzia sehemu ya muhimu ya uhai wa binadamu. Ubongo unahitaji oksijeni, moyo unahitaji oksijeni, figo inahitaji oksijeni na sehemu zingine, ili iweze kufanya kazi zake kawaida na seli ziweze kuchakata vitu mbalimbali katika mwili, inahitaji oksijeni. Kwa hiyo mfumo wa upumuaji ndio umeshikilia uhai katika mifumo ya msingi ambayo inamwezesha mgonjwa kuishi. Kwa lazima tumhudumie kwa haraka. Lazima tumupatie huduma ambayo ni maalumu na inamfaa mgonjwa husika. Sasa changamoto inaweza kuwa ni nini? Labda changamoto inaweza kuwa labda ni upatikanaji wa vifaa hivyo, lakini kwa sasa tunashukuru serikali na kila hospitali kuanzia level hospitali ya mkoa na baadhi ya hospitali ya wilaya zina vifaa vya kusaidia kupumua. Lakini pia tumeona mitambo ya oksijeni imejengwa katika hospitali nyingi za mikoa pamoja na hospitali za kanda. Ukiangalia hospitali kama Benjamin Mkapa kuzunguka kule nyuma kuna mtambo mkubwa wa kuzalisha oksijeni ambao unatoa msaada mpaka level ya vituo vya afya. Kwa maana yake changamoto ya oksijeni kwa maana ya hewa ya oksijeni kwa sasa haipo. Kwa iliyopo ni maarifa na wataalamu kuendelea kufanya maarifa zaidi, kufanya mafunzo. Kama unavyoona sasa hizi kuna mafunzo yamefanyika hapa, ili ni kuhakikisha kwamba vile vifaa tulivyovinunua viweze kutumika kuwasaidia wagonjwa ama na wananchi na mtu anayepata shida. Kwa moja ya mikakati ni kuwa na vifaa
tayari tunavyo. Mkakati wa pili ni kufundisha wataalamu. Wataalamu ndio wanafundishwa kila siku kupata updates, kupata maarifa mapya, kupata ujuzi mpya, kuweza kubadilishana ujuzi, uzoefu na mbinu mbalimbali za kutibu wagonjwa namna hiyo. Haya, ukitoka kwenye oxygen unakuja kwenye ventilator, unakuja kwenye CPAP mask. Kwa hiyo ventilator zipo za kutosha, lakini tuendelee kuendelea kufundisha wataalamu. CPAP mask zipo baadhi ya vituo, zingine hazipo. Mask pamoja na mashine yake zipo baadhi ya vituo, zingine hazipo. Kwa ni kwa watawala na viongozi wa hospitali waendelee kuhakikisha kwamba hivi vifaa vinaweza kupatikana maeneo ya dharura, maeneo ya ICU, ili tuweze kuokoa maisha ya watu wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa, lakini pia ni chanzo cha jitihada katika sekta mbalimbali katika nchi. Kwa ombi hilo. Lakini cha pili, swala la msisitizo kwa wataalamu ni vitu viwili. Lazima tuvitunze vifaa hivyo vizuri. Visipotumika vema na vizuri vitaweza kuharibika, tutashindwa kuhudumia wagonjwa na shida ya kupumua. Lakini ombi la pili ni kwamba lazima wajiendelee kuji-update, kufundishana kila siku kuhakikisha kwamba wanavitumia vema vile vifaa. Lakini cha pili, wanahudumia wagonjwa wananufaika na ile huduma. Na lingine la mwisho la muhimu, kuhakikisha upatikanaji wa dawa katika vituo. Tunafahamu kwamba upatikanaji wa dawa umeongezeka, lakini tunahitaji dawa za kisasa zaidi za kuwasaidia wagonjwa kwa haraka, na hizo dawa zipatikane kwa wakati, ndio jambo la msingi. Dawa zipo, lakini mchakato wa upatikanaji unatakiwa uongezwe spidi ili wananchi na wagonjwa kwa jumla waweze kunufaika na uwepo wa dawa za msingi za kusaidia mapafu, mgonjwa aweze kupumua vizuri. Na kingine Dokta, hapo hivi kwenye swala la upumuaji, tungependa kufahamu pia, hata mwananchi ingependa kufahamu yani ni kundi gani maalum ambalo sana sana wanaathirika na tatizo hili la masuala yote ya pumzi ya hewa? Yes. Matatizo ya upumuaji yanaweza kumpata mtu yote yule. Mtoto mdogo anaweza kupata shida kupumua wakati wa kubana baada ya kuzaliwa. Mtoto ambaye anakoda muda tunaita preschool, ambaye anakaribia umri kama kwenda shule, pia anaweza kupata shida kupumua. Mtu mzima anaweza kupata shida kupumua. Hapo wengine wana matatizo ya pumu, amezaliwa nayo au amepata kwenye mazingira. Unaweza kupata TB, kupata shida kupumua. Unaweza kupata ajali kwenye mbavu, ukabano, ukashindwa kupumua. Kwa mtu akupumua haina umri maalum. Mzee anaweza kupata shida kupumua, lakini tunafahamu wazee kuna umri wakifika anaweza kupata magonjwa ambayo yanapelekea shida kupumua. Lakini matatizo mengine yote wana makundi yote ya umri yanayobakia anaweza kupata hayo maradhi anytime, kutegemea na mazingira na chanzo. Pneumonia unapata mtu yote unaweza kupata pneumonia. Hiwa inakuepoje ile swala la mtoto anakuja anazaliwa na pumu? Chanzo ni nini? Wakati mama akiwa mjamzito kuna vitu hakuvifata, ama ni magonjwa ya kurithi, ama ni inakuepoje? Pumu kwa kiasi fulani inatokana na kurithi, lakini pia na vitu mbalimbali vinavyotumika wakati wa mama wakati ana ujauzito, vyakula anavyokula, mtindo wa maisha na vitu mbalimbali. Lakini mchango mkubwa pia kuna % ambayo inatokana pia na genetic, kwa maana kwamba vinasaba vya kuzaliwa. Na kuna hapo matatizo ambayo ukiacha pumu, mtoto anaweza akapata changamoto ya kupumua wakati wa kuzaliwa, akameza labda uchafu ukaenda kwenye njia ya hewa, kama labda akupata msaada mzuri wa upumuaji wakati wa kuzaliwa, au akutolewa vitu mbalimbali mdomoni, secretion matter, au vitu mbalimbali au uchafu kaingia kwenye njia ya hewa. Kwa kama kusaidiwa vizuri, anaweza pia akapata shida ya kupumua na kuhitaji msaada wa haraka. Lakini wapo watoto wanazaliwa matatizo ya moyo, ambao matatizo ya moyo pia yanapelekea shida ya mgonjwa wa kupumua, kwa sababu labda damu haiendelei kuendelea na mzunguko mbele, inabaki kwenye mapafu, inabaki kurudi nyuma, au inatuama, haisogei mbele. Hivyo mgonjwa anaweza kupata shida pia ya kupumua kutokana na shida ya moyo, au shida iliyotokea tu wakati wa kuzaliwa, uchafu na vinginevyo. Pumu ni moja tu, lakini pumu itakuja kujitokeza baada ya muda kidogo huko mbeleni. Na sasa tunaona watoto wengi wanazaliwa na matatizo ya pumu ipo, lakini kutokana na mtindo wa maisha na changamoto mbalimbali, lakini pia vinasaba vinachangia kwa asilimia kadhaa, japo sio nyingi. Watu wengi wanaamini sana mila potofu kwenye swala la masuala ya pumu. Hapo unazungumzia vipi, na wewe pia unawashauri nini hao wananchi ambao wanaamini masuala yote ya mila potofu na mambo ya kishirikina kwenye masuala ya magonjwa? Kwenye masuala ya magonjwa, jamani, hapa ni utamu, hamna mambo ya kishirikina. Ule muda unaofikiria kwamba ni ushirikina, unapoteza muda wa kumsaidia mgonjwa. Na hapo kweli watu wa namna hiyo wanakaa na maradhi muda mrefu, wakihangaika sehemu mbalimbali, wakidhani mambo ya kishirikina, wakidhani mambo ya kurogwa ni mambo ya ovyo ovyo ya mtaani. Ule muda wanaopoteza, anapokuja hospitalini unaambiwa kumbe kwenye mapafu kulikuwa na uvimbe umeisha sambaa, hawezi kusaidika tena. Kwa bora cha kwanza akaanzia hospitalini, aende huko kwingine baada ya kutoka hospitalini kwamba ameisha jiridhisha unaweza kumsaidiaje. Lakini kwanza mtaani huko sehemu nyingine ambazo hakuna utaalamu wote wa mambo ya matibabu, ni kupoteza muda. Aanze kwanza hospitalini, akikwama hospitalini labda ndio atafute mbinu nyingine. Lakini tunashauri kwamba namba moja kabisa, umepata shida, tafuta msaada hospitalini. Kuna wagonjwa wengi wanakuja na machale mwilini, sehemu mbalimbali za mwili. Kumbe amehangaika kwa miaka 10 anatafuta matibabu, au 6 7. Amepoteza pesa, ameuza mashamba, ameuza mifugo akitafuta matibabu. Na bahati mbaya na watu wengine wa mtaani, waganga, watu washirikina hawakatai kwamba ugonjwa hawaujui. Wakimkuta mgonjwa, mteja anamchukua, anamkamua pesa. Ameishiwa, amechacha, ndio anakwenda hospitalini.
Kwa kupunguza gharama za matibabu na kupoteza mali, nenda moja kwa moja sehemu ambapo kuna wataalamu waliobobea kwenye mambo hayo, huko kwingine uende baada ya kwamba umekwama sehemu sahihi. Neno lako la mwisho kwa wananchi, lakini pia unaiomba nini serikali ifanye? Kwa wananchi, mgonjwa mwenye shida ya kupumua, hasa watoto wadogo, jamani, tusiwaache tukakaa nao tukaanza kuwasaidia kwa mbinu za ajabu za mtaani. Apeleke hospitalini mapema. Tuna hiyo changamoto pia. Mtu anakaa na mgonjwa wiki nzima akitafuta alternative za matibabu. Anamfukiza ndani, anafanya mbinu mbalimbali za ajabu ambazo sio sehemu ya utaalamu. Anapoteza muda wa kumsaidia mgonjwa yule. Mgonjwa baadaye anakuta kwamba amekuja hospitalini amechelewa, ubongo umekosa oksijeni kwa muda mrefu, anakuja na matatizo makubwa ambayo yanakuwa hawezi kutibika na hatimaye anaweza kufariki. Kwa serikali iendelee kuwezesha wataalamu kujifunza zaidi, mafunzo waendelee kulipiwa. Kwenye bajeti ya kila taasisi kuwa na bajeti ya mafunzo kwa watumishi. Mafunzo haya ndio yanayotuwezesha vifaa vyetu kutumika vizuri visiharibike, lakini cha pili wagonjwa wetu na wananchi kuhudumiwa vizuri. Kwa mtaalamu akitoka mashuleni mara nyingi anakuwa ameconcentrate na exams akiwa shuleni na concentrate na mitihani. Akirudi kazini akili yake inakuwa imetulia. Anakuwa anawaza kazi yake na familia yake tu. Kwa hiyo tunadhani kwamba baada ya ile job training ni watu wanatoka vioni lakini wanahitaji kuwezeshwa uzoefu zaidi na mafunzo zaidi. Kwa serikali invest kwenye training ya watumishi, rasilimali watu, kuwe na budget ya kutosha kufundisha wataalamu. Shukrani sana daktari. Asante. Na mtazamaji wa SKF TV, tumepata kusikia machache kati ya mengi ambayo amezungumzia kuhusiana na masuala yote ya ugonjwa wa pumu, lakini pia neno ambalo amelisisitizia daktari kwamba usikae na mgonjwa ndani almost wiki nzima alafu baadaye ukarudi kwa daktari kupata huduma. Hakikisha unakuja kwanza hospitalini kama una changamoto yoyote, kisha uende huko unapotaka kwenda. Lakini pia amezidi kuiomba serikali bajeti izidi kutengwa kwa ajili ya kupatia mafunzo kwa madaktari ambao wako bado kwenye hospitali mbalimbali. Mafunzo haya yana umuhimu, mafunzo haya ni mazuri. Kwa niaba ya wale tulishiriki kuandaa matangazo haya, jina langu ni Pendo Gorton, nikutakie wakati mwema.